rafiki yetu mwema Yesu Kristo, asubuhi ya leo tunakutukuza na kukuinua kwa sababu tunapotazama nyuma tunaona namna ambavyo umetutetea na kutuokoa. Kila tukitafakari yale yote uliyotutendea, tunabaki kusema jina lako litukuzwe sana. Sasa tunakushukuru kuruhusu tuje katika makambi haya ya Bushanje 2026. Ninajua kila mmoja aliyekuja hapa kuna jambo anataka umtendee. Ninakusihi kupitia mikutano ya makambi, hata kama kuna mtu amekata tamaa, hata kama kuna mtu anapita kwenye changamoto ya ndoa, changamoto ya magonjwa, changamoto ya uchumi, changamoto ya jambo fulani ambalo limekuwa gumu katika maisha yake, kwa sababu ya mikutano hii makini ya makambi, watu wote wanaopita kwenye changamoto wawe huru katika jina la Yesu. Asante kwa sababu Roho wako Mtakatifu atatutuliza katika mikutano hii, akigusa akili zetu tufikirie yale ambayo tutajifunza hapa, ili tuandaliwe kwa uzima wa milele. Neema yako inatosha. Tubariki sasa kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tutakuwa tukizungumza habari za ujio wa pili wa Kristo. Na katika kuzungumza habari za ujio wa pili wa Kristo, tutaangalia mambo kadhaa ambayo tutayabainisha katika juma hili. Yatakuwa mengi, kila kipengele tutagusa katika juma hili. Tutaangalia jambo la kwanza, tutaangalia utangulizi, au tutaangalia huyu Yesu anayekuja anakujaje. Lakini tutaangalia namna ambavyo unabii huu utatimia katika Agano Jipya. Lakini pia tutaangalia unabii huo katika Agano la Kale, namna alivyotabiriwa. Lakini tutaangalia ukweli wa ujio wake, kwa sababu yeye anasema si mwanadamu adanganye. Ameahidi atakuja kweli. Katikati ya dunia ambayo imepoteza matumaini, dunia ambayo imekata tamaa, na wengine wakidhani ya kwamba labda ujio wa Yesu ni stori za kutunga, kama ambavyo kuna wakati hata vijana walikaa kijiweni wakaambiana, bwana mimi natoka, wenzao waambia bwana unaondoka, usije ukasema utarudi alafu usirudi kama Yesu alivyosema atarudi. Mpaka leo hajafanya nini? Hajarudi. Yaani ni kana kwamba watu wanalichukua kama kitu cha mzaha. Dunia inaona kama hata kuja haji tena, na wengine wameendelea tu kuishi maisha waliochagua kuyaishi hivyo, wakisahau kabisa. Na wako wengine ni Waadventista wa Sabato, wengine wamerudi nyuma, wamekaa kwa muda mrefu kanisani, wamechoka hapo, wanaona kana kwamba wamekaa muda mrefu, hakuna matumaini tena ya kurudi kwake mara ya pili. Lakini pia hata ulimwengu pia wengine wameona kana kwamba pengine haji tena, kwa hiyo waendelee tu na maisha yao ya kila siku, maisha ya anasa. Wameona waendelee tu hivyo wanavyoendelea, baada wanaona ni kama hicho kitu hakipo tena. Inawezekana hata hapa katika haya makambi ya asubuhi ya leo, au mwingine anayetufuatilia kwenye mitandao kule, au mwingine nyumbani, anaweza naye akawa amekaa muda mrefu, amekata tamaa. Maana mwingine alikuwa kijana, aliambiwa Yesu atafanya nini? Atarudi. Sasa ni mzee, wengine wamezaliwa, wamekufa, waliambiwa atarudi tena. Na nyimbo zinaimbwa, yuaja. Na hata wimbo mkuu utaimbwa baadaye hapa, piga panda na ya makelele, Yesu yuaja nini tena. Utaimbwa hapa kwamba Yesu yuaja tena, kwa hiyo atarudi tena. Sikilizana niwaambie, kuja kwa mara ya pili kwa Yesu kumetajwa mara 1518 katika Biblia. Andika hiyo ili ukafuatilie. Mara 1518 katika Biblia. 1518
8. Kariri hiyo ili uanze nayo katika makambi, kwamba ujio wake wa mara ya pili umetajwa mara nyingi 1518 katika Biblia. Katika Biblia, na zaidi ya mara 300 katika Agano Jipya Yesu amezungumziwa ya kwamba anarudi. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba hii inathibitisha kwamba ni uthibitisho na msisitizo mkubwa wa Mungu katika fundisho hili muhimu. Hakuna unabii uliosemwa na kujadiliwa mara nyingi katika Biblia kama kuja kwa Yesu mara ya pili. Hakuna unabii uliotajwa mara nyingi katika Biblia kama kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Ni mara nyingi mno. Ni mara nyingi mno umetajwa katika Biblia. Lakini si hivyo tu. Kama Yesu harudi, hakuna faida yoyote ya kuishi. Yaani kama harudi, hakuna faida yoyote ya kuishi. Faida ya kuishi kwangu na kwako ni kwa sababu Yesu anarudi. Kwa hiyo hata kama ninapitia changamoto ya kutengwa na jamii, hata kama kuna mtu analia kwenye ndoa, hata kama kuna mtu maisha yake ni magumu, uchumi wake umedidimia, hata kama umelima lakini kuna wakati hujavuna, kuna matumaini yanaingia katika moyo wako kwamba haya ninayopitia ni ya muda, kwa sababu unajua ya kwamba hapa nipo kwa muda kitambo. Yuko Yesu anayerudi, na anaporudi atayaleta maisha mengine mapya. Na hili ndilo tumaini tulilo nalo. Kusingekuwa na faida kama harudi, kusingekuwa na faida kama harudi, kusingekuwa na faida yoyote. Kama Yesu harudi, sisi zote tumepotea, lakini Mungu atukuzwe, maana atarudi tena. Mungu atukuzwe kwa sababu atarudi tena. Nataka niwatie moyo tunapojenga msingi katika fundisho hili asubuhi ya leo kwamba pamoja na yote tunayopitia, lakini amini tu ya kwamba Yesu atarudi tena. Ninajua tunapokuwa kwenye mikutano hii kuna watu wanapita kwenye vitu fulani vigumu. Wengine wanapita kwenye changamoto za ndoa. Ndoa imekuwa shubiri. Yupo tu hapo lakini anapitia changamoto. Ameolewa lakini kwa bahati mume ni mlevi. Ni mlevi. Na hakuna wanawake wanaopitia changamoto kama mwanamke aliyeolewa na mwanaume mlevi. Ninajua. Maana mlevi ana harufu. Ananuka huku nyuma huku. Kigoshi. Kita kwa kigoshi. Goshi. Fuja harufu. Alafu ena mawae tangwa jipe moyo. Yaani ile pombe eti mukijwa walevi wenyewe wanaambiana kabla hatujanywa tujipe nini? Moyo. Maana alama wawe kijwa veti uchunga furuale na idafa kuno ishikuno. Neza hata ute kutongea cho ule tonga na uchafu wako. Unaona walevi wanapitia kitu kikirahisi, ni kigumu. Na wengine najua hawapendi hiyo hali, lakini wameingia hapa. Ani mawa arotomatwa. Wewe chatu. Kuna wanandoa, kuna wanawake wanapitia kwenye hizo changamoto. Lakini tumaini lao ni hili, ya kwamba Yesu anarudi nini? Tena. Yaani wale wa mama unapita kwenye hizo changamoto, mume ni mlevi, wakati mwingine anakukataza hata kwenda kwenye ibada, wakati mwingine hakupi hata matumizi vizuri, lakini tumaini lako Yesu atarudi tena. Na mimi ninapata wasiwasi wakati mwingine kwamba wanawake kwa unyenyekevu na roho walio nayo ya uvumilivu, pengine hata mbinguni watakuwa wengi sana. Tini dua amina ambuena kanlemgarukia. Uvole itikaria ho. Ale manje pere. Imwelewe pere tutongere lupamboa. Tulekichani ugo mbele. Ni wavumilivu. Jamani, ni wa nini? Wavumilivu. Wanavumilia mambo mengi.
Halafu jamaa aje mawa amevuna tangawizi vizuri, lakini zote anapeleka kwenye pombe. Zote. Kapata milioni 2. Akamwambia mke wake, ninaenda, yeye anatoka kama hapa anaenda kijijini, anasema naenda kununua sabufa na TV. Akamwambia mke wake, naenda. Akashuka miamba pale. Alipofika akakuta kuna baa. Hiyo baa akaingia. Alipoingia kuna wadada wako maalum na wana target kipindi cha kuvuna. Alina kihoko. Yaani kipindi cha mavuno. Ndio wana target, wanakuja wanajaa pale. Wanajua tangawizi zinavunwa. Kuna watu wanawaleta, wanajaa, ni weupe wako pale. Jamaa wa watu wakaenda akaingia kwenye ile baa. Alipoingia kuna muziki unapigwa. Unaitwa mkono mmoja weka juu kama unaweza. Wale jamaa naye mkono wimbo unaimbwa. Kweli mkono anaweka juu. Anadhani ni wimbo unachezwa. Kumbe wakati mkono mmoja ameweka juu, wale wadada wanaingia wapi? Wanachukua fedha. Eti hilo eti mkono mmoja ameweka ngoga ambaye. Amefurahi pale. Anafurahi, anaona ni raha. Kumbe pesa zinaokotwa zote, milioni 2 zikaisha. Baadaye anakagua mifuko, amelewa, anarudi nyumbani hana hata 100. Efika mche wako. Ekifika mche wako engia mama. Ndio maana naambia wanawake, mama mume anamwambia nimeibiwa. Baba wanani ayutile. Eti mama wanani na hivi huko miamba. Yule mama anamchukua tena, anampa maji. Mume anaoga. Anampatia na uji anakunywa, anamsafisha vizuri. Alafu ilingiza hilo jamani uko nyumba liashinjia. Ambune temi kihoko. Nekiguha mkosha. Neki mtandika ujaba. Ndio maana tangawizi inashuka bei. Maana pesa inapatikana nyingi. Lakini ikipatikana kuna watu wanaongeza wanawake. Anaongeza mke. Pesa inaishia kwenye pombe. Lakini pamoja na hayo yote, wanawake nawaambia, hili tumaini hili la kurudi kwa Yesu ndilo tumaini ambalo litawapatia nguvu katika makambi haya. Amina. Kwa hiyo utembea tukifua mbele, furahi tu, jipe moyo, kwa sababu pamoja na haya yote Yesu anaahidi atakuja tena. Manabii waliona ujio wa Yesu Kristo. Waliona. Katika kitabu cha Matendo sura ya 3 fungu la 20 na 21, Biblia inasema, apate kumtuma Kristo mliowekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni, hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Manabii walinena, waliongea kuhusu ujio wake. Na hii ahadi ni ya kweli, ni ya kweli kabisa. Kama kuna kitu ambacho tembea nacho katika maisha yako yote, ya kwamba hii ahadi ya kurudi kwa Yesu ni ya kweli. Amina. Hii ni ya kweli, atakuja. Hata kama itaonekana kuna vitu vinaonekana kana kwamba haviendi sawa, hata kama wengine watapoteza matumaini wakiona kana kwamba labda haji tena, lakini nataka niwaambie marafiki zangu, katika mikutano hii ya makambi, Yesu atarudi tena. Lakini ukisoma katika Biblia utaona Ibrahim pia rafiki wa Mungu aliona pia katika siku hii ya kushangilia. Maandiko yanathibitisha Ibrahim baba yetu alishangilia kwa vile alivyoiona siku yangu, naye akaona akafurahi, katika Yohana sura ya 8 fungu la 56. Lakini mkaaji katika mahema ya nchi ya ugeni alikufa katika imani, kama ilivyokuwa kwa uzao wake, ambao baada ya kupokea ile ahadi walilala pia katikati ya imani. Waebrania 11 ukisoma pale, Biblia inazungumza watu wengi ambao walikuwa na imani. Ibrahim pia aliona ya kwamba hii ahadi ni ya kweli, yaani
alimuona Mungu ya kwamba anatimiza ahadi. Anatimiza ahadi. Na ndiye maana tunawaambia atakuja tena. Haijalishi hali itakaje katika dunia, haijalishi ulimwengu wote ukati tamaa, lakini Yesu atarudi tena. Lakini ukizungumza ushuhuda wa Yesu mwenyewe katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 30, Biblia inasema, Mathayo 24:30, Biblia inasema, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Biblia inazungumza pia kwamba atakuja, anasema ndipo itaonekana ishara mbinguni, mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza, halafu watamuona mwana wa Adamu akija na utukufu. Ndio maana katika mikutano ya makambi lazima ufike mahali uone ya kwamba hata kama kuna vitu vinaendelea katika maisha yako ya kawaida unayoishi, maisha yako hapo ndani ya kanisa, hata kama kuna mambo yanaenda ndivyo sivyo, hata kama unaona dunia inafika mahali, na unajua wengine katika ulimwengu watu wanapambana, wanajaribu wakati mwingine kuituliza amani, wanatafuta watu wakae vizuri, watu wapatane, bila kujua ya kwamba haya mambo lazima yatokee, kwa sababu yanaenda kutimiza kile ambacho Yesu alisema kitatokea kabla hajarudi mara ya ngapi? Ya pili. Na lazima kitokee. Katikati ya mateso makali, akiwa amefungwa minyororo mbele ya Kayafa, huyu Yesu akiwa ameishiwa nguvu, huku akisimangwa na viongozi wa dini na maadui zake, Kristo alilazimika ajibu swali kama alikuwa mwana wa Mungu. Jibu lake lilishangaza. Yesu akamwambia, wewe wasema, wewe umesema. Lakini Yesu anamwambia, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Katika Mathayo 26 fungu la 64. Baada ya Yesu kupitia changamoto na kuteswa na kusimangwa, lakini bado anawaambia, wanamuuliza swali, wewe ndiye? Anawaambia, ninyi mnasema. Lakini anasema, tangu sasa mnamuona mwana wa Adamu. Anasema hivi, tangu sasa. Yesu akawaambia, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni, akitaka kuwadhibitishia hawa Mafarisayo ya kwamba tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu akishuka katika mawingu ya wapi? Ya mbinguni. Kudhibitisha kwamba hiki anachokizungumza na ahadi yake ni ya kweli. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, tunapokuwa katika makambi haya, wala hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, ya kuogopa. Katikati ya changamoto unazopitia, katikati ya mambo mengi yanayotokea katika dunia hii, usikate tamaa, wala mtu asikudanganye. Yesu anarudi. Lakini sasa nini kitatakiwa nifanye ili niwe tayari kumpokea? Hicho ndicho kitu ambacho kinatuleta hapa katika mikutano hii ya makambi, kujiandaa kumpokea anaporudi mara ngapi? Mara ya pili. Yaani kufanya maandalizi ya mwisho. Usije ukajisahau. Tawasomea nukuu hapa, mama wetu anasema katika kujiandaa kumsubiri, tumsubiri kana kwamba baada ya dakika chache sekunde anakuja. Huku tukiendelea kupambana na mambo yetu ya dunia, kutafuta fedha na mambo mengine, lakini bila kusahau kufanya maandalizi ya dhati ya muhimu ya kumpokea, maana anakuja. Yaani bila kujisahau. Usije ukakaa ukajisahau. Ukakaa katika hii dunia ukaona kana kwamba wengine anaambiwa nenda kanisani, wengine wameniacha kanisa, wasema nitakwenda tu, nitaenda labda kesho. Yaani anaona kana kwamba bado kuna muda. Bado kuna muda wa kuendelea kufanya mambo yake. Lakini nataka niwaambie hakuna muda. Lazima kujiandaa, baada yeye mwenyewe anasema saa tusioizani anakuja. Na anapokuja anahitaji wote tupate kuokolewa.
Na tutaendelea kujifunza katika mikutano hii. Yesu mwenyewe anawaambia baada ya kupaa kwake, wakati wanafunzi wanashangaa huku wakitazama mbinguni, malaika anawaambia msishangae enyi watu wa Galilaya, maana namna hiyo mlivyomuona akienda ndivyo atakavyofanya nini? Atakavyorudi. Hiyo hiyo mlivyomuona akienda ndivyo atakavyofanya nini? Atakavyorudi. Nataka niwaambie asubuhi ya leo, marafiki zangu, hili ndilo tumaini lenye baraka, na hiki ndicho ambacho kwa mwaka huu tutatembea nacho katika fundisho hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kwa nawatia moyo kila mmoja, alika marafiki zako walete katika mikutano ya makambi, waambie waje, njoo na watoto wako, njoo na mume wako, njoo na familia yako yote, usimuache hata mmoja. Hakikisha ya kwamba wanakuja kwenye mikutano, maana watapata kwa hakika tumaini lenye baraka. Yesu anawaambia katika Matendo 1:11 kwamba huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kristo alikuwa amepaa mbinguni kwa namna ya kibinadamu. Wanafunzi walikuwa wameona wingu likimpokea. Yesu yule aliyekuwa akitembea na kuzungumza nao na kuomba pamoja nao, ambaye alikuwa amemega mkate pamoja nao, walikuwa pamoja katika mashua zao ziwani, na ambaye siku hiyo hiyo aliteswa pamoja nao juu ya kupaa kwake, walikuwa katika mlima wa Mizeituni. Yesu huyo alikuwa amekwenda kushiriki kiti cha enzi cha Baba yake mbinguni, na malaika walikuwa wamewahakikishia wanafunzi kwamba yule mliyemuona akipaa ndivyo mtakavyomuona akirudi tena. Atarudi tena kama vile yeye aliyopaa. Wakati Paulo amefungwa na mfalme mkatili Nero na ameandaliwa tayari kuchinjwa, alisema maneno haya mazito katika Timotheo ya pili 4:8. Paulo anasema hivi: baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Paulo yuko gerezani, anajiandaa kuchinjwa chini ya utawala wa mkatili wa mfalme Nero, lakini Paulo anasema hata kama ninachinjwa, lakini ninajua siku moja nitapokelewa, nitapokelewa katika mawingu, nitaingia katika furaha, nitaingia katika nchi ambayo, katika mbingu ambayo haya mambo hayatakuwepo tena. Ndio maana nikawaambia hata kama tunapita wakati mgumu kiasi gani katika dunia tunayoishi, lakini bado tunatumaini. Hata kama kuna wakati kuna mambo hujayapata, kuna haki hujaipata katika dunia tulionayo, lakini bado liko nini? Liko tumaini ya kwamba pamoja na hayo yote tunayopitia, lakini Yesu atarudi tena. Ndio maana nikakwambia wewe jipe moyo tu kwa hayo yote unayopitia, hata kama ni hapo kwenye ndoa, hata kama ni wanaume. Najua kuna wanaume pia mnapita kwenye changamoto tena ngumu sana. Ni wanaume mko hapa mnajua, na sisi pia tunapita kwenye nini? Kwenye changamoto. Maana kuna wanawake nao ni visirani, wanasumbua, wanatukaba na nilimwambia jamaa wangu ameoa, mke wake ni mkubwa, ana mwili mkubwa. Nikamwambia mkigombana na mkeo, jitahidi hata kama mnapigana asije akakutanguliza chini, maana mpaka wakati tutakapokuwa tumesikia kilio chako tumekuja wako mwawathia, maana ambu mama ni mvito mpaka unyanyuke aothi. Kwa hiyo hakikisha kama mmepishana, mnapigana, mpige za hivi, uleta nikupe hivi, muthiagwirana baadhiba yao televisheni ya baba de unekomwa ama mama wenywa supu hovela, maana kijifungua yao nyumba miezi 6-3 na wapale tunaraha sana. Mama ingia na enywa supu baba uchungie mkanda utonga wathaka
muyawe huruta. Mimi wa kwangu nimemwambia ekijifungua pasu kwa pa ekinywa na mimwe. Iko mamona muyawa. Alafu wama ni wajata kweli. Na ekina jifungua ni mwana wakwe pap emu na mama humdhambi. Ye dhambi kiethupu. Wekina mama atuna. Ye au kambaha na mama avao kaya. We uvua. Kwa hiyo hata wanaume tunapitia hayo mambo. Ni magumu kweli. Ukitamudhi anyoka ye mkanda etumbura makongo kutonga nkunu ekada. Na kufua. Maana anapitia nini? Changamoto. Lakini hata kama wanaume nasi tunapitia hayo, bado hilo ni tishio la kifo. Ni tishio la kifo, lakini pamoja na hayo yote liko tumaini la kurudi kwa Yesu mara ngapi? Mara ya pili. Na hayo ndio yanawafanya watu waishi hata kwenye ndoa. Maana kuna watu wanapita vitu vigumu kabisa kwenye ndoa, lakini kila wakikumbuka kwamba kuna siku haya atakoma Yesu atarudi, wanasema basi. Wanasema ngoja tuendelee kufanya nini? Kuishi.